Dada Violet, ilikuwaje ukajiunga na programu hii ya Miliki Stage? Kwa jina naitwa Violet. Mimi nimeweza kujiunga kwenye hichi kipindi cha Kumiliki Stage baada ya kuliona lile tangazo. Kwa kweli lile tangazo ni tangazo ambalo limekaa kimkakati zaidi. Yaani kwa mtu ambaye kweli kabisa anapenda kujifunza, lile tangazo linamgusa mtu. Kwa mfano mimi ni mwanasiasa na mimi napenda kumiliki stage. Na napewa sana, na pia ni mwalimu wa vikundi hivi vya vikoba na nini. Nafanya sana hivyo vitu vya kuongea na watu mara kwa mara. Lakini nilikuwa napenda nione, je, kuna kitu kipya ambacho mimi nakosea? Na nimekuta vingi tu. Kwa hiyo lile tangazo limewekwa yani lilikuwa tangazo lenye mvuto kiasi kwamba yani kwa sisi ambao tunajua tunafanya hii kazi na watu muda wote, ilikuwa lazima unajiuliza ndani. Hii tangazo linasema mtu utamiliki stage, utaondoa hofu, kwa muda mfupi utaweza kuona watu wako wanapokea kile unachokiongea au ndo wanasinzia, na utajua kwa nini wanasinzia. Ili wasisinzie ufanye nini? Kwa kweli tangazo lilikuwa ni zuri, na mimi nikasema mbona ni bei rahisi, ngoja niingie nijaribu. Kwa hiyo nilipoingia kwenye yale mazungumzo nikaona maongezi bado yanaendelea kuwa mazuri mpaka tulipolipia, tukaenda kwenye lile group jingine. Kwa kweli ndio nikakutana na vitu ambavyo vyote vilikuwa vinanigusa, yani vyote, kutetemeka. Wakati mwingine unaweza kukuta maneno yamekukimbia. Maneno yamekimbia ghafla, unashindwa kuelewa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Dennis, Mwenyezi Mungu ambariki sana. Teacher Freddy ni teacher mzuri, teacher ambaye una ushawishi mkubwa. Ungekuwa Tanzania hapa sasa nafikiri tungekupa ubunge. Asante.